Nimeweka mwalimu pale munisaidie kudhibiti hali, si kupiga story. Amen. Chapter number 5 kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wake wa kwanza. Maandiko yanasema baada hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu kwenye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa nao. Na hapa palikuwa mtu ambaye amekuwa, na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Akaingia. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko matakatifu yanasema jioni leo ya kwamba paliondokea wakati fulani enzi zake Bwana Yesu alipokuwa katika dunia hii. Maandiko yanasema kulikuwa na sherehe, akaingia katika mji fulani, na katika mji huo maandiko yanasema kwamba palikuwa na kibirika ambacho watu walikaa humo kando kando ya kibirika wakingoja wakati wa kupona kwao. Biblia inasema kwamba waliosubiri kando ya kibirika walikuwa ni watu wenye taabu, walikuwa ni watu wenye shida, walikuwa ni watu wenye magonjwa, walikuwa ni watu waliopooza, walikuwa ni watu waliolemewa kwa njia moja ama nyingine. Na maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo alipoingia pale akaenda moja kwa moja mpaka kwa mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa mle kando ya kile kibirika kwa miaka 38. Biblia inasema katika miaka ile 38 mtu yule akangoja, akasubiri pale. Katika miaka ile 38 mtu yule akasubiri kando ya kile kibirika akingoja angaa asaidike. Na Biblia inasema hakuweza kusaidika. Baada ya muda kadhaa, miaka ile yote alingoja, wengine walisaidika kimbele. Maandiko